Ni kualike mwanamichezo tutazame mengi ambayo yanazidi kuonekana katika uga mzima wa kimichezo. Ni wakati ambao Simba wanaendelea kufanya maboresho makubwa ndani ya kikosi chao, wakiingiza wachezaji wazuri ambao wanaamini ya kwamba watakwenda kuisaidia timu yao kurejea katika sehemu ya ushindani mkubwa. Simba ni moja ya timu ambayo kwa sasa imeonekana kutokuwa na matokeo mazuri, miongoni mwa timu ambayo imepoteza michezo mingi katika michuano yote tofauti wanayoshiriki, iwe michuano ya ndani lakini pia iwe michuano ya kimataifa. Simba imeonekana kuwa ni moja ya timu ambayo haijauanza vyema msimu 2025-2026. Sasa baada ya kushindwa kufanya vizuri na kushindwa kufanya vyema katika upande huo, Simba wanalitumia dirisha dogo kama sehemu ya kufanya maboresho makubwa katika kikosi chao, kuingiza wachezaji wazuri ambao wanaamini ya kwamba watakwenda kuisaidia timu kurejea katika sehemu ya ushindani na ubora mkubwa uliotukuka. Up to now, kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, wapo baadhi ya wachezaji ambao imewasajili wakiwa nafikia wachezaji watano, lakini pia wapo wachezaji wengine takriban wasiopungua watano ambao Simba tayari imeachana nao, na wapo wengine wachezaji wasiopungua wawili ambao tunazidi kutazama katika nafasi hiyo. Kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba wanafanya kila liwezekanalo kuweza kuwasajili na kuwajumuisha ndani ya kikosi hicho. So mnyama amedhamiria kweli kweli kuhakikisha kwamba wachezaji wazuri anaowahitaji anafanikiwa kuwapata, na baadhi yao tayari kawapata, kama ambavyo tayari kawarejesha kina Krotus, Chota Chama, Triple C, mambo wa Rusaka. Niko hapa kukusanua na kukubidisha kwenye idadi ya wachezaji ambao tayari wamesajiliwa na Simba, lakini pia nitakubidisha kwenye idadi ya wachezaji ambao Simba imeachana nao na wale ambao inahitaji kuwajumuisha katika upande wa kikosi hicho. Moja ya wachezaji ambao Simba imewasajili, tukianza na mchezaji wa kwanza ni upande wa mwamba anaitwa Ribase Guye. Huyu Ribase Guye ni winga namba 7 ambaye Simba amekamilisha usajili wake kutokea timu ya Tengueti FC ya kutokea nchini Senegal, au nchini kwao Senegal. So huyu ni mmoja ya nyota ambao Simba tayari imekamilisha usajili wake na mwamba tayari ametambulishwa. Lakini mchezaji wa pili ni Nixon Kibabage. Nixon Kibabage tayari Simba amekamilisha usajili wake na pia ametambulishwa katika nafasi hiyo. Moja wachezaji ambao pia tunakuja kutazama ufarisi na ubora wake mkubwa pia ukiwa unaonekana katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Out of Nixon Kibabage ambaye ndiye mchezaji pekee mzawa ambaye tayari katambulishwa, yupo mwamba mwingine kwa maana ya mchezaji mwingine ambaye kasajiliwa na Simba na katambulishwa, anaitwa Jibril Kasardribo Tanja. Huyu ni goalkeeper na ni raia wa pale nchini Niger. Simba amekamilisha usajili wake ili kuja kuchukua nafasi ya Musa Pempeni Kamara pamoja na Yakubu Suleiman ambao wamekuwa wanasumbuliwa na majeraha katika nafasi hiyo. So Simba kwa sasa imemsajili goalkeeper, na huyu ni msajili wa tatu, anaitwa Jibrila Kasar Dribo Tanja, ndiye ambaye yupo katika kikosi hicho. Then mchezaji wa nne ni mwamba kweli kweli, Ismail Olivier Tour kutokea katika taifa la Cote d'Ivoire au Ivory Coast, ndiko ambako Simba wamemsajili mwamba akiwa anatokea. Huyu ni beki wakati ambaye amekuja kuchukua nafasi ya Shamu Karabwe ambaye Simba wameachana naye. Then mchezaji wa tano kwa sasa ambaye Simba wamemsajili ni mwamba anayejulikana kwa jina la Krotus Chama. Krotus Chama Simba amemrejesha ndani ya kikosi hicho kwa mara 3 mfululizo ili pia kuja kuongeza nguvu zaidi. So hao ndio nyota watano ambao Simba imewasajili na kuwatambulisha: Dribo Kasar, then yupo Ribase Guye, Nixon Kibabage, Ismail Olivier Tour pamoja na Krotus Chama. Lakini wapo wachezaji wanaozidi watano ambao Simba imeachana nao. Joshua Mutari Simba amemchapa thank you. Steven Dese Simba amemchapa thank you. Shabu Karabwe Simba amemchapa thank you. Jean Charles Aua Simba amemchapa thank you. Upande wa Mzamiru Yasini Simba amemchapa thank you. Tukija katika upande wa mwamba anayejulikana kwa jina la
Awesu pia naye Simba amemchapa thank you. So hao ni wachezaji ambao ukiotazama ni wengi wanaofika wachezaji 6 mpaka 7 ambao tayari Simba imeachana nao. Kwenye hao ambao imewachapa thank you wawili Dese kwa maana ya Steven pamoja na Jean Charles Ahoua ndio wachezaji wawili ambao wameuzwa, lakini wachezaji wengine akina Abudo, akina Shamu, ukija ukatazama wachezaji kama Awesu, akina Mzamir, hawa ni sehemu ya nyota ambao wameweza kutolewa kwa mkopo. Lakini wapo wachezaji wengine ambao Simba inawahitaji katika nafasi hiyo. Mmoja wa wachezaji hao ambao Simba inawahitaji ni mwamba anayejulikana kwa jina la anaitwa Genindo Parase. Bado Simba anahitaji kukamilisha usajili wake, lakini pia Simba kwa taarifa nilizonazo tayari wamekamilisha pia sajili ya mchezaji mmoja Mamadou Sai kutokea kunako taifa la Rwanda, ili pia kuja kuongeza nguvu katika upande wa kikosi hicho. So hao ni sehemu ya nyota ambao tayari wamesajiliwa na waliotambulishwa na ambao usajili wao umekamilika, lakini bado hawajaweza kutambulishwa. Simba bado ina nafasi za wachezaji wawili wa kigeni ambao watakuwa na uwezo wa kuja kujumuika na kuongeza nguvu katika upande wa kikosi hicho. Sehemu ya usajili wa Simba ndivyo ilivyokaa. Waliosajiliwa, waliopata nafasi ya kuondoka ndio kama ambavyo nimeweza kutajia. Kwa usajili huu unaiona wapi nafasi ya Simba katika michuano ya kimataifa ambayo kesho kutwa wanaianza, lakini pia unaiona wapi Simba katika sehemu ya kushiriki na kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania bara? Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha umeweza kusubscribe na kuanza kunufaika na kupata taarifa zote kwa kina. Hii ni Sky Media, sehemu ambayo unahabarika na kuzipata taarifa zote kwa kina.